kafara ni jambo ambalo lipo. Kafara gani sasa? Ni kafara kila kafara tu? Hapana, kafara iliyokuwa nzuri ni ile iliyokuwa katika dini ya Allah. Imani ya Kiislamu ni imani ambayo iliyokuwa thabiti, na kwamba kama kutatokea mtu mwingine kudharau au kukejeli imani ya Kiislamu, basi huyu atakuwa amefanya kosa mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu sisi tunaamini kwamba imani yetu ipo katika mazingira ambayo yaliyokuwa mazuri, kwa sababu Allah anasema kwamba waman yabtaghi ghaira alislam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, yule ambaye atakayekuwa amejifanyia imani tofauti au amejitengenezea dini tofauti na dini ya Uislamu, fala yuqbala minhu, haitakubaliwa kwake yeye, wa huwa fil akhirati minal khasirin, na huyu mtu huyu akhira atakuwa ni miongoni mwa watu wenye hasara. Kwa maana ya kwamba imani ya Kiislamu, imani iliyokuwa thabiti, imani ambayo iliyokuwa na mashiko mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ama atatokea mtu au kama atatokea mtu kudharau dini ya Uislamu, basi haya ni mtazamo wake na muono wake, lakini hapana budi isipokuwa lazima tuiamini imani ya Kiislamu. Na ukizingatia kwamba imani ya Kiislamu si kwenye dini tu ya Kiislamu ndiko ambako inakubamba zaidi sana, kwa maana ya kwamba katika kila kitabu utakachokiendea cha dini, imani ya Kiislamu utaikuta imekita huko na imezungumzwa, alhamdulillah. Bali ifikie hatua mwenye imani kadhaa aamini imani yake na huyu mwenye imani kadhaa aamini imani yake, lakini tutakapoingiza kejeli na dharau kwenye imani kadhaa, itakuwa ni kosa kama mazingira tuliyokuwa nayo. Sasa kwenye makanisa sasa hivi watu wengi wamekuwa wamevaa kanzu, yani wanapeleka kanzu katika ibada za Kikristo. Tunamwona Prophet APM muda mwingine anaingia na ibadani na kanzu. Je, katika dini ya Uislamu mavazi ya Kiislamu kanzu ni sahihi kwenda ibadani mbele za kwenye Kristo? Sisi tunazingatia katika dini ya Uislamu kama vazi la Kiislamu, vazi la kanzu ni vazi ambalo sheria ya Uislamu imehizinisha hilo, kwa maana Waislamu wanatakiwa wawe wanajipamba zaidi sana na vazi la kanzu. Ama vazi hili kwenda katika dini tena nyingine, kwa maana ya kwamba huyu akawa amelivaa ameenda katika imani nyingine au dini nyingine, itategemea yeye mwenyewe imani yake imemruhusu vipi kuhusiana na hili vazi la kanzu. Lakini moja kwa moja kama ni kanzu, ni vazi ambalo linamhusu Muislamu, bali yule atakayekuwa analivaa kama si Muislamu, basi alivae katika mazingira ya kuheshimu, si ionekane kwamba ni kupitia kukejeli lile vazi la kanzu. Vazi la kanzu ni vazi takasifu, vazi la kanzu ni vazi la kiheshima, ni vazi ambalo alhamdulillah anatakiwa Muislamu awe ni mwenye kujipamba nalo. Kama atajipamba na mtu mwingine, basi itategemea yeye na imani yake imekuwa vipi, lakini sisi tunaamini kwamba ni vazi ambalo lahitajika sana katika imani ya Kiislamu. Ni sahihi mtu wa Kikristo kuvaa kanzu kwenda nayo ibadani kanisani? Si sahihi, lakini hata vile huwa mara nyingi naona kwamba huwa kanzu wanazovaa wengine kwenda nao, ima tutolee mfano kanisani au kwenda sehemu ya habari au kwenda sehemu nyingine, huwa mara nyingi zinatofautiana na kanzu hizi ambazo tunazozifahamu sisi za Kiislamu. Lakini kama itakuwa ni kanzu ya Kiislamu, alhamdulillah, ukaenda nayo kule, hii haipendezi kwa kweli, kwa sababu inakuwa mtu anaipeleka jambo katika sehemu ambayo isiyokuwa. Ni mfano mtu akawa amechukua, natolea mfano, mtu amechukua rozari kisha akaja nayo msikitini, kwa kweli haileti ile picha kuonesha kwamba huyu aliyokwenda nayo ni katika vitu ambavyo vilivyokuwa ni sahihi. Mtume sallallahu anasema kwamba hebu jamani, Waislamu wakafinieni mauti zenu kwa nguo nyeupe na vile vile mjipambe. Kwa hiyo ni sunna kwa Muislamu na ni kheri kwa Muislamu kuwa amejipamba kwa hiyo kanzu, na si vizuri mtu mwingine ambaye hayupo katika dini hiyo akaonyesha yeye kuwa katika mazingira ya kuvaa kanzu kisha akaenda katika ibada ambazo zisizokuwa za Kiislamu. Haipendezi, haijakaa vizuri. Imani ya Kiislamu inahusishwa na imani ya Freemason, yani imani ya upande wa pili, nguvu za giza. Hata ukiangalia mastaa wakubwa wengi wanasadikika ni Waislamu, lakini hao ndio wanashutumiwa katika imani ya Freemason, majini na pete. Sasa hii imekaaje katika upande wa Kiislamu? Je, ni kweli anayosema au
ni mambo tu ambayo. Imani ya Kiislamu ni imani takatifu, wala si imani ya kuhusishwa na vitu vingine ambavyo ni vya kishirikina. Tunapozungumza kishirikina ni mtu kuwa na imani zaidi ya moja, kwa maana ya kwamba akamwamini Allah na akaamini tena vitu vingine. Mfano, akaamini mashetani, akaamini mafreemason, akaamini mizimu, akaamini vitu vingine ambavyo visivyokuwa katika mazingira yaliyokuwa katika hali ya usahihi. Sasa kama itatokea watu kuhusisha imani ya Uislamu na imani ya kishirikina, kwa maana ya kwamba kwa sababu ule Muislamu ndio maana amekwenda Freemason, au Freemason inaruhusu Muislamu akiwa Muislamu basi ajiunge na vikundi hivyo vya Freemason. Uislamu haujaruhusu vitu kama hivyo, na umekataza kupita kiasi. Na kama itatokea Muislamu yoyote au binadamu yoyote akahusisha imani yake na imani ya Kiislamu na imani ya Freemason, huyu hatokuwa katika hali ya usahihi na atapata madhambi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema ndani ya kitabu chake, wa man yushriku billah, yule ambaye atakayekuwa anasema Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah hatumsamehe yule ambaye atakayekuwa amemshirikisha, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini atamsamehe yule ambaye aliyefanya dhambi tofauti la shirki. Tunapozungumza shirki, hauwezi ukaitoa Freemason, hauwezi ukautoa uchawi, hauwezi ukatoa mizimu, hauwezi ukatoa vitu vinavyoabudiwa tofauti na Allah tabaraka wa taala. Hivi vyote sheria ya Uislamu vimepiga full stop. Kwa hiyo mtu kuhusisha Freemason au kuhusisha uchawi au kuhusisha itikadi yoyote isiyokuwa ya Kiislamu kwamba inaruhusu kwenda katika hali ya ushirikina, Uislamu umepiga vita na hautaki hata Muislamu ajihusishe na awe karibu na hawa waliokuwa washirikina, haitakiwi kabisa wawe nao sambamba. Adhabu ya mtu Muislamu na akajiunga katika imani hizo za kishirikina, adhabu yake huwa ni nini kwa Mola? Kwa Mwenyezi Mungu adhabu yake ni moto. Allah tabaraka wa taala atulinde na hilo. Lakini kadhalika miongoni mwa adhabu yake kutosamehewa ule msamaha ambao watakaokuwa wamesamehewa watu wengine, kwa maana yeye kutokana na dhambi lake hatosamehewa na ataingizwa motoni, kwa maana ya kwamba adhabu yake ni kuingia katika moto. Isipokuwa yule tu aliyekuwa ni mshirikina akajitambua kwamba kumbe ninalolifanya mimi ni kosa, akatubia kwa Allah, akaacha ushirikina na akawa Muislamu aliyekuwa mzuri, huyu atapata msamaha mbele ya Allah. Lakini kama atakuwa ni mtu mshirikina, ima mtu wa kuabudia masanamu, ima mtu wa kwenda kwenye Freemason, ima mtu wa kuwa ni mchawi, akafa katika hali ya kutotubia kwa Allah, huyu adhabu yake ni kuingia katika moto wa Jahannam, kwa maana ya kwamba atakaa humo milele na atapata adhabu ya kuungua katika moto. Kwa upande mwingine, katika kila imani huaga kuna sadaka. Sasa hatujui tofauti wa sadaka na kafara, maanake zinashutumiwa kwamba kafara ni imani za kishirikina, lakini pia ukitoa kafara kwa upande mwingine ni uponyaji. Ukiangalia makanisani kuna kafara ya mbuzi, kafara ya ng'ombe, kafara ya nini, zote hizo zinahusishwa damu. Sasa hii imekaaje katika imani za ushirikina? Kuna sadaka na kuna kafara tu. Tunaposema sadaka ni jambo ambalo lipo kisheria katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa maana Allah amewahimiza waja wake wawe ni wenye kutoa sadaka, na huwa mara nyingi sadaka ni kile kitu mtu ambacho atakachokuwa amekitoa kwa ajili ya kujizidishia kheri katika mema yake, kwa maana ya kwamba amekuta kuna sehemu yahitajika msikiti ujengwe, akaona atoe sadaka yake. Amemkuta maskini anataka kusaidiwa, akawa amempa sadaka yake. Hii yote ni mtu kujiongezea katika yale mema ambayo aliyokuwa nayo. Sheria ya Uislamu wala hailizuii swala hilo. Allah tabaraka wa taala anasema, wama tukadimu min khairin tajiduhu inda Allah, lolote mtakalokuwa mmelitanguliza nyie mmelitoa katika mambo ya kheri, mtalikuta mbele ya Allah. Lakini kuna kitu kafara. Kafara ni kitu ambacho tunasema kwamba kwenye dini ya Uislamu swala hili lipo, kwa maana ya kwamba kafara ni lile jambo mtu atakalokuwa amelifanya kwa ajili ya kuondosha ovu kadhaa. Mfano, amefanya dhambi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani,
kafara yake yeye itabidi afunge miezi miwili, au awaache maskini, au alishe maskini 60, au amwache huru mtumwa. Hii ndio kafara, kwa maana ya kwamba inakuja kufuta dhambi ambalo alilokuwa amelifanya. Dini ya Uislamu imeruhusu swala hilo hapo, kwa maana ya kwamba imewekea sheria kuhusiana na swala zima la kafara. Kheri mema atakayokuwa ameifanya mtu, au jambo la kheri atakalokuwa amelifanya mtu kwa ajili ya kuficha ovu ambalo alilokuwa amelifanya. Lakini hili lipo kisheria ya dini ya Allah, kwa maana ya kwamba kama ni kafara ailete ile ambayo aliyokuwa ameamrishwa na Mola wake. Lakini kadhalika katika ibada ambayo ameamrishwa na Mola wake, sio mtu amekwenda katika mambo ya kishirikina, ameambiwa kwenye mizimu kwamba haya hapo inabidi uchinje, na yeye akachinja. Haya, ibada ya kwenye mizimu ameamrishwa na Mola wake, hii sio kafara ya kisheria, kwa maana hii haitakikani, kwa maana kafara hii haipo kisheria. Pamoja ulimwengu kwa wakati tuliokuwa nao umebeba vitu kama hivyo, na wakihusisha kwamba kafara ni jambo ambalo lipo. Kafara gani sasa? Ni kafara kila kafara tu? Hapana, kafara iliyokuwa nzuri ni ile iliyokuwa katika dini ya Allah. Umemkosea Allah, basi lete kafara aliyokuamrisha fanya kitu kadhaa. Mfano, jambo moja mtangazaji, naweza nikasema kwamba leo kama mtu atakuwa yupo katika ndani ya ndoa yake, akamuita mkewe kwamba wewe bwana, mimi sasa hivi nakuona kama ni mama yangu. Allah anasema kwamba hili ni dhambi kubwa alilomfanyia, kwa sababu yule sio mama yake. Ili kuficha dhambi hili na kuondosha dhambi hili, afanyeje huyu? Allah anasema kwamba awalishe maskini 60, au afunge miezi miwili, au la sivyo awe ni mtu ambaye mwenye kumwacha huru mtumwa. Kwa hiyo hizi ni kafara ambazo zinazo nani, sio mtu ameenda sehemu, ameenda kunini huko kwa washirikina, akapiga ramli huko, akaona kwamba haya hapa sasa inabidi tufanye kafara, inabidi tufanye kitu kadhaa. Kafara hii haijulikani, na kafara hii haipo katika dini, na Allah hairidhii kafara ya mtindo wa aina hii, bali kafara iliyokuwa nzuri ni ile ambayo iliyokuja kisheria, kwa maana ya kwamba ulimwengu ufahamu ya kwamba si kafara za kishirikina ndizo ambazo zinazobebwa katika dini ya Uislamu. Hapana, ni zile ambazo zilizokuwemo ndani ya dini ya Uislamu, na kafara hiyo itakuwa ni sababu ya kuondosha kosa Muislamu alilofanya kumkosea Mola wake. Lakini kwa kafara ya kufanya kwenye mizimu, kafara ya kwenda kwenye Freemason, kafara ya kwenye kutoa damu, sijui mtoto mtu mchawi huko afanya kafara yake kwa ajili, hizi si kafara za kisheria, na mwenye kwenda nalo hili atapata madhambi mbele ya Allah, na ataingizwa katika moto wa Allah kama atakufa hali ya kuwa hajatubia. Asante sana bwana Shehe, una lipi la kuambia, la kuwasihi vijana ambao wanakashfu imani ya Kiislamu, pia wanadhani kwamba kuna kafara zingine sio sahihi? Una lipi la kuambia vijana? La kuambia vijana wa Kiislamu ni kwamba kwanza kabisa waisome dini yao na waitambue dini yao, kwa maana ya kwamba huwezi ukaijua dini katika mazingira ya kusikia tu. Ndio haya unawakuta baadhi ya vijana wengi wanaingia katika mambo ambayo yasiyotakiwa kwa sababu ya kutoijua dini yao. Wawe karibu na mashehe zao, wawe karibu na mambo ya kiibada ya dini ya Kiislamu, na vile vile wajifunze katika dini ya Kiislamu, kwa maana ya kwamba katika kujifunza kwao kutapelekea kwa wao kutambua mambo mengi sana ambayo leo hivi ulimwengu yawezekana katika ulimwengu yanaonekana kama ni mambo mazuri, lakini mbele ya Allah tabaraka wa taala yakiwa ni mambo ambayo yenye makosa. Mfano haya ya kukashifu dini, mfano haya ya kuona kwamba kafara unaweza kufanya hata kwenye mizimu. Kama mtu atakuwa amejikita kwenye dini na akasoma na vile vile akajifunza dini yake, na imani ya kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kulifahamu hilo, na kijana akawa katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo vijana wasome dini yao na wapende dini yao, na vile vile wajitahidi kuulizia na vile vile kuangalia jambo lililokuwa sahihi, ili walifanye hilo wapate salama mbele ya Allah.